Asante sana. Kwanza nianze kwenye andiko lako ambalo umeandika siku ya leo. Umeonekana kufurahishwa sana na hiki ambacho tumekiona kiendelea kwenye mitandao ya kijamii kwa msimamo wa Tundu Lissu kukubali kukaa mezani. Kwa nini umeonekana kufurahia? Ni kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukihimiza siasa za maridhiano, na siasa hizo ziliasisiwa na Mheshimiwa Freeman Mbowe akiwa mwenyekiti wa Chadema. Tuliamua kubadili aina ya siasa za Chadema ili ziwe za maridhiano. Bahati mbaya wenzetu kidogo hawakufurahishwa, wakaja na agenda kwamba siasa hizo hazifai, wakachukua chama. Walipochukua chama wakabadilisha mwelekeo, wakataka siasa za vurugu, siasa za risasi, siasa za matusi, ambazo kwa sehemu kubwa zimekigharimu chama hicho na zimemgharimu Tundu Lissu binafsi. Kwa hiyo kama tumeona amebadili msimamo, ni jambo la kumpongeza, na tunawakaribisha katika siasa za ustaarabu ambazo sisi Chauma tumekuwa ndio waendelezi wa siasa zilizokuwa zimeasisiwa na Mheshimiwa Freeman Mbowe akiwa mwenyekiti wa Chadema. Tumekuja kuziendeleza ndani ya Chauma, na sasa tunafanya siasa, tunaita siasa za samawati, siasa zilizo barehe, siasa zenye nguvu, siasa za hoja. Kwa hiyo tunawakaribisha na nimefurahishwa katika hilo, ndio maana nimewapongeza. Asante. Kitendo cha Lissu kukubali maridhiano ni kama watu wametafsiri anaweza akapita njia zile zile za Mbowe pia. Hii unaitafsiri vipi, kitu ambacho yeye alikuwa akikipinga vikali? Kama utakuwa unakumbuka, hiki kitu pia unakitafsiri vipi? Kwenye siasa kukubali maridhiano sio udhaifu, ndio ukomavu wa kisiasa. Tukubaliane tu kwamba Lissu alikuwa hajakomaa kisiasa. Alikuwa naamini zile siasa za kitoto, za sekondari, siasa za vyuo, siasa za migomo, siasa za porojo. Na kwa hatua hii sasa anaonyesha kwamba anakomaa kisiasa na kuwa mwanasiasa. Alikuwa mwanaharakati, anatoka kwenye hizo siasa za kiharakati, atakuwa mwanasiasa. Kwa hiyo mimi binafsi sioni kama ni udhaifu, ingawa wanachama wake au wafuasi wake watamuona kama msaliti, watamuita msaliti kama walivyozoea, lakini ukweli unabaki kwamba hiyo ndio siasa salama na ndio siasa safi katika ulimwengu mpya wa siasa za kidemokrasia. Unahisi kwa nini Lissu anataka maridhiano? Kwa sababu nikisoma andiko lako la leo ni kama umeanza unasema jela sio sehemu salama. Ni kwamba anataka maridhiano, amechoka kukaa gerezani, au anakubaliana na mifumo jinsi ambavyo inakuwa inataka? Afrika ni mahali hatari sana. Afrika ukiwa na akili timamu, Afrika ukiwa unafikiri tofauti na wenzio, utaumia wewe. Afrika ni mahali ambapo siasa za upinzani zinapita kwenye moto. Lazima ujue namna ya kuzicheza. Njia aliyokuwa anajaribu kupita Lissu tulishaipita huko sisi huko miaka mingi. Tukaona tunaoumia ni sisi. Ni lazima tubadili aina ya mapambano ya kupambana na chama tawala. Kwa hiyo sioni kama pengine kuna ugumu kwake, na niseme tu kwamba kilichotokea au kubadili msimamo kwake ni sehemu ya hatua muhimu za kukomaa kisiasa. Muhimu zaidi tumkaribishe aje kwenye siasa. Tusitumie jukwaa hili au nafasi hii wakati yeye ndo anakuja kwenye majilio ya kubadilika, tukaanza kumkejeli, kumzodoa. Hapana. Tumwambie kwamba hizi ndio siasa, tumpe pole kwa yaliyomkuta. Siku 365, 66, mwaka mmoja na kitu, sio siku ndogo kwa jela. Jela hatungekaa nusu saa, ni pagumu. Mimi nimekaa jela na pafahamu, nimekaa mahabusu na pafahamu, nimekaa magereza, nimekaa mahakamani kwa miaka karibu 6-7. mimi nahenya mahakamani na ujua ugumu wa mahakama, najua kadhia unayoipata ukiwa mahakamani. Hakuna kitu kizuri kama uhuru. Hata kama huna hata 100 unashinda tu, lakini huko huru unabaki kuwa salama. Kwa hiyo tumpongeze, ni hatua muhimu. Mwanasiasa lazima ubadilike, lazima ubadilike kujua unakwenda wapi. Sisi tuwakaribishe kwenye siasa za mapambano,
Sisi Chauma tayari tuna drive aina hiyo ya siasa. Tutawasaidia namna ya kuingia kwenye mfumo vizuri, wakafanya siasa. Tutawafundisha siasa za kidemokrasia, siasa za mazungumzo, siasa za mezani ni za aina gani. Siasa za mapovu zibaki vioni, waachie wanafunzi wa UDSM. Hata UDSM pale wamebadilika sasa hivi, hawafanyi hizo aina hiyo ya siasa. Hata pale UDOM wamebadilika, hawafanyi hizo aina ya siasa. Labda tuwaache watoto wa sekondari siasa za migomo za kuzilazila, tuwaachie wale. Siasa zilizokomaa mnakwenda kwa hoja. Mnasema tunataka katiba. Chama tawala kinasema hatutaki katiba. Mnaleta mezani hoja. Wewe kwa nini unataka katiba? Unasema kwa sababu kifungu 1, 2, 3 hakikidhi matakwa ya nchi inavyokwenda. Haya, na yeye analeta kwamba kwa nini na wewe hutaki iwepo katiba mpya? Anakuambia kwa sababu hii tunaona inafaa. Kwa hiyo mnashindanisha hoja. Mwisho wa siku hoja yenye nguvu ndio inayochukuliwa. Maridhiano si kwamba yamekuwa hayafanyiki, yamekuwa yakifanyika, lakini kama nilisoma vizuri yale mambo ambayo waliyatoa jana alipokutana na Mheshimiwa Lazarus Chakwera, anasema kwamba anataka maridhiano ya haki. Hebu tupitishe kidogo maridhiano, tukizungumzia maridhiano ya haki na usawa, wewe unaelewa vipi Eriko? Kimsingi wala sio kitu kigeni katika hicho. Tulishawahi kufanya maridhiano, na tofauti zetu wanasiasa ndio zilizovunja yale maridhiano. Kila upande ulikuwa una mahitaji yake ya binafsi na ya kitaasisi. Kwa sehemu kubwa maridhiano yalivunjika kwa sababu ya sababu binafsi, hazikuwa za kitaasisi. Ukiangalia sababu binafsi ilikuwa kwa chama tawala, ilikuwa ni mbio za urais. Mbio za urais ndio zilizovunja maridhiano yale yaliyokuwa yakifanyika. Na kwa chama cha Chadema ni maridhiano binafsi, mahitaji ya mtu mmoja ndio yaliyokuja kaua yale maridhiano. Nadhani kama utakumbuka vizuri, Mheshimiwa Freeman Mbowe alishawahi kuzungumza sababu halisi ya maridhiano yale kuvunjika. Alizungumza vizuri sana. Na alieleza kwamba mmoja ya waliosababisha maridhiano yale kuvunjika ni Heche na Lissu. Alizungumza vizuri sana na aliweka sababu, na akaeleza kwamba kitu gani walichokifanya kwenye maridhiano ambacho pengine kilichochea upande wa pili kuondoa imani dhidi ya walio kwenye vikao vya maridhiano. Kwa hiyo ni sababu binafsi na sababu za kitaasisi ndio zilizochangia kuvunjika kwa maridhiano. Maridhiano yani watu waelewe, tunaposema maridhiano sio kwamba ukiwa na madai 100 basi lazima yote yapokelewe. Kwenye maridhiano, katika mambo yako 100 yakipokelewa 50, maana yake umefika nusu ya maridhiano, na ni kiwango cha juu kabisa cha ushindi katika maridhiano, na haijawahi kutokea katika engo la maridhiano. Maridhiano lazima kuna mmoja atapunjika, na mwisho wa siku mnakwenda, kwa sababu mnazungumza, hii ni nchi sio ya siku moja, ni nchi inayoishi. Mtazungumza leo, mtakuja kuzungumza kesho kutwa, mtazungumza tondogo, mtazungumza mpaka hata miaka 10 bado mnafanya maridhiano. Hatua kwa hatua mnapatana. Leo Israel na Palestina wanazungumza. Huku bado hawajai kupatana. Yako wanaokubaliana, yako ambao hawakubaliana nao. Leo Ukraine na Urusi wanazungumza. Wanajaribu kuzungumza, lakini bado mapambano yanaendelea. Hakuna sehemu ambapo hawazungumzi. Irani pamoja na kuuawa viongozi wote wa Irani, lakini waliobaki wameamua kukaa mezani, tunazungumza. Fikiria huko, kama Irani anakufa supreme leader Ayatollah Khamenei, lakini bado mnakaa mezani mnajadili kwamba hili tunakubaliana nalo na hili hatukubaliana nalo. Sasa why tusizungumze hapa kwetu eti kisa tu kuna mtu anasema yeye anataka siasa za nginja. Kwa hiyo ni siasa za kitoto. Tulikuwa tumeshawaambia siasa hizo hazitawafikisha mbali, zitawagharimu. Zimewagharimu chama chao kimekuwa damaged kabisa, kimekuwa completely hakipo kabisa, kimebaki tu WhatsApp, Facebook na maeneo mengine. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni namna gani wana kazi kubwa ya kujenga chama chao. Asante. Chama chako cha zamani ni kama kimekusudia kuleta ule umoja wenu ama kutibu majeraha. Nimeona juzi wakati Heche alipokuwa pale Wasafi, moja ya kitu ambacho aliulizwa ni kwamba kwanza kuwapokea watu kama kina Halima Mdee, na alisema kwamba wako tayari Chadema kuwapokea watu kama kina Halima Mdee. Huoni kama ni kama wamedhamiria kuanza kukileta chama kwa pamoja? Unampokea Halima Mdee kutoka wapi? Labda waandishi wa habari mngemuuliza mnampokea akitokea wapi? Halima Mdee hajawahi kuhama chama. Alifukuzwa, amebaki pale alipo.
waseme tu wanamuondolea zuio la kufukuzwa, lakini hakuna mwanachama anaweza kumpokea kutoka chama kingine kwa nadharia hii inayoitwa ya kukisuka chama. Hivi vyama vya siasa ni njia tu, na wanachama tunao wengi, nchi na watu karibu milioni 70, na tupimie vyama vya kawaida, chama chenye watu wengi katika nchi kwa mujibu wa usajili utakuta kina wanachama milioni 5. Nenda kwenye database ya Chadema Digital uone wanachama milioni ngapi waliosajiliwa ambao wanatambulika kama wanachama. Hawafiki milioni 2. Ni milioni 1 na kitu tu, kwa mujibu wa taarifa ya mwezi wa Januari 25 ya mwezi wa 2025. Taarifa ile inaonyesha kwamba tulikuwa na wanachama wangapi waliosajiliwa kwa mujibu wa database ya Chadema, ile inaitwa Chadema Digital, ndio inayotambua wanachama wa watu. Hawafiki milioni 1 na milioni 2, walikuwa milioni 1 na kitu tu waliosajiliwa. Achana na mashabiki. Mashabiki kila sehemu wanao. Kwa hiyo hivi vyama CCM ndio wanachama wengi, wanafika karibu milioni 5 na kitu. Sasa unaweza ukaona katika nadharia hiyo, unaweza ukapokea mwanachama kutoka eneo lolote lile. Na hiyo ndio siasa. Tunawataka wafanye siasa, washawishi watu wajiunge kwao. Kwa hiyo ndio lengo. Hata sisi jukumu letu kama Chauma ni kushawishi watu wajiunge na chama kwa kuamini katika sera zetu. Wajiunge na chama kwa kuamini katika itikadi yetu. Wajiunge na chama kwa kuamini struggling zetu, na watuamini katika yote. Kwa hiyo hilo ni jukumu la chama cha siasa. Asante Yeriko, tuende kumalizia. Pia Heche amesema kwamba ukiwa ni miongoni mwa watu ambao mliondoka katika chama cha demokrasia na maendeleo, Heche anasema kwamba walioondoka Chadema walikuwa wanataka madaraka. Alizungumza pale Wasafi FM. Hii pia kwako wewe imekaaje ukiwa ni miongoni mwa watu ambao waliondoka katika chama hicho? Ni mtu mjinga sana anaweza kaamini hicho anachokizungumza. Amefanya propaganda ya kitoto. Na kwa sababu Heche bado ni unmatured, anaweza kaamini kwa kuwafurahisha watu kwa dakika moja. Chama cha siasa chochote kile ni chama cha madaraka. Kama hawataki madaraka, wafute chama chao, waende kulima huko, wakalime parachichi kule Iringa wanakolima kule. Lakini maadamu wapo kwenye siasa, manake ni chama cha madaraka. Any people unayemuona yupo kwenye chama cha siasa ana destination anayoipigania. Kuna mahitaji ya mtu mmoja anapoingia kwenye chama, na kuna mahitaji ya kitaasisi. Kwa hiyo tuliohama tulikuwa na bado tunayo ndoto ya kushika madaraka ya nchi hii, na tutaendelea kupambana popote pale tunapoona fursa ya kisiasa ambayo ni halali kisheria. Tutapambana kwa ajili ya kushika madaraka. Kwa hiyo sio dhambi kupambania madaraka, wala sio aibu kupambania madaraka. Ndilo jukumu letu halisi. Chadema imerejea kwenye shughuli zake za kisiasa. Ukipata nafasi ya kuwashauri, utawashauri nini Yeriko? Cha kwanza nikipata nafasi ya kuwashauri ni kuwaua na kuwafuta kabisa katika siasa za nchi hii. Hiyo ndio jukumu langu kama chama cha upinzani kwao. Wale ni maadui zangu kama walivyo CCM. Kwa hiyo nitapambana nao popote walipo. Jukumu langu ni kuhakikisha wanapotea kwenye uso wa siasa za Tanzania. Hiyo ndio jukumu langu la kwanza. La pili Yeriko? Ni hilo tu. Jukumu langu la kwanza ni kuwapoteza kwenye siasa. Jukumu langu la pili ni wafutike kabisa katika siasa, lakini nawakaribisha katika ulingo wa mapambano. Lakini na wao pia wanasema milango iko wazi kwa mlioondoka. Haujatamani kurudi? Nawakaribisha sana tena wao. Nawakaribisha sana ndani ya Chauma. Nitarudi kwenye chama kilichopoteza dira. Sisi tuliondoka Chadema baada ya chama kupoteza mwelekeo, baada ya chama kupoteza dira. Chama ambacho hakifikirii sasa juu ya kushika madaraka, kinafikiria juu ya kinafikiria juu ya mabadiliko. Unafikiria mabadiliko. Mabadiliko huwezi kuyapata bila kushika madaraka katika ulimwengu wa siasa za mapambano. Labda unataka mabadiliko ya kiharakati, kwamba kama ni harakati tunataka watu wawe wanakula mchana. Hayo ndio mabadiliko ambayo hayo wanapigania wanaharakati, kina Maria Sarungi, kina Mange Kimambi na wengine. Lakini mwanasiasa wa kweli, the first ni kushika madaraka, ndio alete mabadiliko. Asante sana Yeriko kwa wakati wako. Asante sana. Ubarikiwe.